Habari gani mpenzi mtazamaji wa Go Live TV. Leo tupo na kijana ambaye anakwenda kutueleza kitu ama naweza nikasema anakwenda kutueleza changamoto ambayo imemsumbua kwa kipindi kirefu sana katika maisha yake, na ni changamoto ambayo inamsumbua mpaka sasa. Ni changamoto gani ambayo ameweza kukutana nayo huyu kijana? Kikubwa tu ni kwamba usiweze kusahau kusubscribe na pia usiweze kusahau kuturn on notification ili mambo yapate kuwa poa kabisa. Bwana, awali tu kwa ufupi, huyu bwana inasemekana kwamba alishawahi kwenda kwa mganga. Alishawahi kwenda kwa mganga na aliambiwa kila baada ya mwisho wa mwezi awe anafariki baada ya mwezi mmoja baada ya kuweza kufufuka ndipo anapata hela. Huyu ni tajiri, alikuwa ni tajiri mmoja mkubwa sana. Lakini ni mangapi ambayo yameweza kumkuta, ni mangapi ambayo yameweza kumfanya mpaka leo hii tupo naye hapa. Kikubwa tu ni kwamba usiweze kusahau kama nilivyoweza kukuelekeza ili uweze kuwa mwanafamilia bora wa Go Live TV. Kijana, mambo vipi? Poa. Na vipi shughuli zinasemaje? Safi tu. Kuwa huru kwa sababu upo katika sehemu ambayo kiukweli nikasema kama kuna mtu ambaye anaweza kashauri kitu ambacho unakwenda kutueleza hapa sasa, basi unaweza kupata ushauri mzuri sana kupitia Go Live TV. Mkasa wako ulikuwaje? Kwa sababu inatakiwa utueleze ili mimi pamoja na watazamaji tuweze kutambua changamoto gani ambayo umeweza kuipitia na kipi hasa ambacho kimekufanya mpaka leo hii ukaamua kuweka changamoto yako bayana. Pengine hapo utueleze namna jinsi ilivyokuwa toka mwanzo mpaka mwisho. Hali ilikuwaje kwa upande wako? Hali ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu ilikuwa ni changamoto sana kwangu. Maana nienda kwa daktari kutafuta utajiri, ili ni utajiri, tukaambia kuna masharti, kuna kula kuku mahindi, kuna kufa, alafu kuna kuua. Sasa hayo yote mimi nikaona bora ya kufa, unafufuka. Unakufa siku 30, ukifufuka unakuwa na hela. Kwa hiyo nikaona bora ile swala ndio kwangu itakuwa jepesi kidogo, kuna mahindi na kuua. Kwa maana hiyo kumbe kulikuwa na njia takriban kama 3 hivi ama zaidi, kwamba kuna kuua na pia kuna ya kuku kuokota mahindi, na pia kuna hiyo ambayo ni ya kufa wewe mwenyewe na kufufuka. Vipi na pengine hapo ulikuwa na nani katika hiyo safari ya kwenda kwa mtaalamu? Nilienda na rafiki yangu mmoja, lakini tulipoenda kule kanisindikiza, tukaenda tukafika pale. Nilipofika pale akanionyesha, nikapokelewa vizuri. Nilipoenda pale nikakutana kuna vitu fulani nikakutana navyo njiani, vikanyekeza sehemu fulani. Nikafika pale nikakaa pale, akaja msaidizi wake akaniita kwanza. Kuna vitu fulani nikawa nimepata vya mauza fulani kuonesha je, nina imani ama ninaweza nikapata hicho kitu, kwa nina moyo mgumu ambao naweza nikafanya kitu kikatokea afu nisio na wasiwasi nacho. Na ina maana kwamba ulikuwa uko peke yako ama ulikuwa upo na mwenzako? Nilikuwa na mwenzangu ndo alinipeleka, nikaa nimeenda. Nilipofika kule ndo nikakutana na hivyo vitu, kampima kama je na moyo mwepesi au vipi. Kwa hiyo wakakuta nipo ngangali. Kwa hiyo nikaenda tukakaa pale tukaongea na vitu fulani nikawa nimepewa vya kutumia. Sawa. Pengine labda baada ya hapo ikaweje huko mbele ya safari? Vipi, mliweza kufanikiwa kupata hela ama hali ilikuwaje? Na vipi maisha ilikuwa kwa upande wenu? Maisha yalikuwa magumu, sawa, lakini tukaenda kule. Ilipofanya hivyo tukapewa masharti, nikaona bora sharti la kufa. Nikakaa nikarudi nyumbani.
nikachukua na jeneza nikamwambia huko nyumba nikanakaa peke yangu, kaniambia kwa mule hataki kuingia mtu yote zaidi yako wewe. Kwa hiyo mimi nikamwambia mdogo wangu nasafiri kwa naenda wapi kwa China, mdogo wangu akaamini, kwa hiyo nikaingia mule ndani. Ngoja kwanza, umesema kwamba ulienda kwa mganga kutafuta mali, si ndio? Ndio. Na vipi kwenye masuala ya nyumba imekujaje ghafla na namna hiyo? Nataka nijue hela hizo zilikuwa zinaingia kwa njia gani, na mipangilio ilikuwaje, na vipi mganga alikuambia nini ukifanye ili uweze kuwa katika hali nzuri. Tunataka tujue hapa, mbona unaruka hapa katikati? Tunataka tuelewe sana hapa mwanzo, ili huku mbele iwe rahisi kufahamu kitu ambacho kinaendelea kikubwa kinachoendelea juu yako. Tusipofahamu huku mwanzo, ina maana huku mbele hatutaelewa sawa sawa. Baada ya kutoka tu kwa mganga, ukawa umeelekea wapi? Kwa sababu sidhani kama pengine labda baada ya kutoka kwa mganga ukawa umeelekea wapi? Niliambiwa nisipitie kokote zaidi ya kwenda nyumbani. Kwa hiyo nikawa nimetoka hapo nimeenda kwa nyumbani. Na nyumbani hali ya maisha ilikuwaje? Maisha kwa magumu, lakini baada hapo kuna kitu nikapewa, kuna sehemu nilikuwa nimeenda kwa jeneza, nikawa nimeweka ndani, nikawa nimejipangia chumba. Na hiyo nyumba ambayo ulikuwa umeka hilo jeneza, pengine labda ni nyumba ya nani? Ni nyumba ya kupanga ama ni nyumbani kwenu ama ni wapi? Niliondoka nyumbani nikawa nimeenda kupanga. Nilipoenda kupanga kwa nikaingiza jeneza usiku. Kwa hiyo ukifika usiku labda una siku nakaa labda unashangaa kwa mwezi mara 3 au mara 2. Kwa hiyo nikawaambia rafiki zangu, jamani mimi nimesafiri, naenda wapi? Naenda huko China au Dubai huko. Kwa wale nikiwaambia hivyo wanaamini. Kwa hiyo mimi naingia mle jeneza nikakaa kwamba mwezi mmoja, nikitoka nakuta mle kuna jeneza nakuta hela nyingi. Sawa. Na pengine labda hiyo nyumba ilikuwa ni ya nani msema? Nienda kupanga. Ilikuwa ni nyumba ya kupanga? Ndio. Uliwezaje kuingiza jeneza ndani katika nyumba ya kupanga? Hali ilikuwaje? Tulibeba usiku, kuna baadhi ya nguo tulikuwa tumebeba tumefunika, tulikuwa tumebeba na mikeka tumezuia, tulikuwa tukaingiza ndani, hamna mtu aliyejua zaidi ya mimi mwenyewe nilijua na ile bodaboda basi. Ngoja kwanza, na maana kumbe ulienda kuchukua na pamoja na ulikuwa na bodaboda? Hapana, sikuwa na bodaboda, ila ndugu yangu ndo alikuwa na bodaboda ile alinipeka kwa daktari. Ndo ambaye ulikuwa naye, ndo ambaye anafahamu hilo swala, maana kwa sababu ulikuwa naye. Yeye ndo anafahamu hilo swala, hata kama nikipata tatizo lazima yeye aje anicheki, aniambie mengine ambao labda nimesahau nini, kwa kunikumbusha. Tunafanya mambo, maisha sasa hivi sio mabaya, mazuri. Na baada ya hapo hali ilikuwaje? Pengine labda mara ya mganga alipokuambia kwamba jeneza inatakiwa uliweke ndani na uwe unakufa baada ya siku kadhaa, pengine labda safari ya kwanza ilikuwaje? Safari ya kwanza ya wewe kuweza kutumikia kifo katika hizo siku, safari ya kwanza ilikuwaje kwa upande wako? Mara ya kwanza nilivyoambiwa vile, kwanza niliogopa hata kuingia mle ndani. Kwa niliogopa sana kwa sababu na hela zinazipenda afu na vile vingine napenda. Lakini sasa nikakuta ndio hivyo, hamna namna. Nikakaa nikafikiria nini, usingizi ukataka kunichukua, inabidi niingie mle ndani. Nilipoingia ndani nikajifunika, nikakaa nikalala mule. Nilipolala basi kwa pale network yote isome, na maana mpaka siku 30 zisipofika ninapoamka nakuta mle hela zimenizunguka pembeni. Ina maana ukishaingia kwenye jeneza ina maana unakaa siku 30 ndipo unafufuka? Ndio. Na kipindi chote hicho vipi mlango wako, kwa sababu ulisema kwamba unaishi katika nyumba ya kupanga, vipi mlango wako pengine labda ulikuwa unauacha katika hali gani? Kuna mtu kunamwambia kufungia kwa nje ama ni wewe tu ambao mlango uko unarudisha? Na vipi kama watu wanakuja kukutafuta inakuwaje? Tuambie kidogo hapo kitu. Mlango unafunga kwa nje kwa sababu yule rafiki yangu anipeka kule na huyu anafunga mlango anaondoka. Kuna kama vile nimempa maagizo na huyu anafunga mlango anaondoka. Sawa. Lakini na yeye pia na maana si ndo na yeye pia na maana kasikapewa masharti naye kama yako ambao unampewa wewe? Yeye tofauti na mimi hapa. Mimi kwangu yeye kufa, yeye amechagua mahindi. Na maana kumbe yeye alichagua maisha, alichagua ya mahindi.
yeye alichagua mahindi, kwa ndo hivyo. Na hayo ya mahindi pengine labda yako yani ikoje yani? Mahindi ukienda kwa dokta anakukaa na kuelekeza na kuangalia, afu mwisho wa siku anakuuliza, je, unataka kweli utajiri? Unasema ndio nataka. Kweli ndio. Ukisema hivyo wanasema sawa. Una roho ngumu? Ndio na roho ngumu. Basi sawa. Yeye anachofanya anasema nenda kae pale. Kwa anachukua yeye kuna mahindi fana anarusha chini. Yanakuwa mengi tu pale, kama ikiwa 10, 20, 30, 100. Kwa mwisho wa siku kuna kitu kinakuja pale. Na kuja pale kikidonoa mahindi mawili, ina maana miaka miwili utakuwa na hela. Kwa mwenzangu kaja kadonoa 5, kwa jamaa sasa hivi 5. Pesa anayo sasa hivi. Sio mtu wa kawaida na hela kwa hiyo. Na vipi kwa upande wako baada ya kuweza kurudi na kuweza kukuta hela nyingi zimekuzunguka katika hilo pembezoni mwa hilo jeneza, vipi, kitu cha kwanza ulifanya nini kwanza katika maisha yako? Cha kwanza niliplani nijenge nyumba, nikajenga nyumba, mwisho siku na jeneza nikabeba, kuna mtu akanikuja kunibebea pale zile nguo, nikazifunika mule, nilipofunika nikafika nyumbani, nikahamia kwa nyumba yangu, nilipohamia basi mambo yalikuwa nikawa huru zaidi. Maana ulifanikiwa kuweza kupata nyumba yako na kuweza kuendeleza maisha yako, na kuna ile siri ambayo wewe ndo unafahamu ya kwamba ndo sababu ya wewe kuweza kupata nyumba ukahama nayo. Na hali ilikuwaje katika maisha mapya ya nyumba ambayo ulikuwa umeweza kuinunua, ama naweza kusema tuseme kuinunua sio kujenga, ama niseme labda ni kujenga. Lakini labda safari ya kwanza ya maisha yako kwa katika nyumba mpya maisha ilikuwaje? Maisha yalikuwa safi, maana pale nyumbani niliwazugisha tu kama nafanya biashara, na nenda nafanya biashara hapo Malawi, narudi nafanya biashara maana ndogo ndogo hizi, narudi. Kwa mwisho wa siku hata wenyewe waliamini, kwa sababu nini, mtoto wao anajituma nafanya kazi, lakini hawajajua nimepata kwa njia gani. Hiyo ni siri yangu mimi. Kwa hiyo ndio vitu kama hivyo. Sawa. Pengine hapa katika hiyo nyumba ulikuwa ukiishi na mtu yeyote, labda mlinzi ama ni nani? Pengine ushaaba kufikiria kuishi na mtu katika hiyo nyumba ambayo unaishi, ambayo ulikuwa unaishi? Hapana, pale nioe nikae na mtu. Baada ya hilo swali nilikuwa natakia niende nikamwongea na daktari anatambia chochote kile unachotaka uniambie. Kwa hiyo nikataka niende nikamuulizie, nikamuuliza kuniambia saizi bado yeye ifika baada ya miaka 5 au 6 hivi ndio natakiwa. Sasa mwisho hapo nimekaa nimeweka mle ndani. Hivyo maisha naenda. Mwisho siku akawa amekuja mdogo wangu, nikawa nimemwaga, bwana mimi naenda safari. Sasa baadhi ya familia pale nyumbani ninawasaidia nini hapa na pale. Kwa hiyo mimi nilikuwa najiondokea, lakini kuna siku sijajua, ila mdogo wangu nasikia alikuja nyumbani. Mimi kumbe nimeingia mle ndani ya jeneza kama kawaida, nimechangua viatu mle ndani. Maana mdogo wako alifika sema kwa unaishi? Ndio, alikuja unasemaje, kuja kunitembelea. Nikuta tukakaa. Mwisho siku kesho yake nikamwambia ninasafiri, akasema sawa, lakini akaona safari yangu ni ndefu, nimekaa muda mrefu, yaonekana kwa kama nikumbuka, akaja kunitembelea nyumbani. Alikuwa na funguo moja hivi, akafungua akaingia ndani. Sasa alipoingia ndani akakuta kuna ndala zangu na viatu pale mlangoni, umeona. Akaita akaona kimya. Mwisho siku akataka kuvunja mlango, kwa akashinda, akabidi apige keko kuita majirani. Walipokuja pale wakafungua mlango, wakakuta kuna jeneza mmoja, kuna mtu. Kwa hiyo walivyochukua kile kitu yule mdogo wangu, na pengine baba huyo mtu ndani ya jeneza, pengine baba walimuona nani, haba alikuwa ni nani ambao wao walikuwa wamemuona? Niliona mdogo wangu, lakini mdogo wangu baada hapo akapiga kelele, akaanza kulia. Basi watu wakakusanyika, wakavunja mlango kuangalia mle ndani, wakamkuta mtu, wakaitana, wakasafisha kwenda nyumbani. Lakini mimi nipo huko nipo kwenye chama chetu, kwa tunafanya ibada yetu. Kwa siku na siku wanaenda nyumbani. Basi mimi siku nimekaribia kurudi, ndo nashangaa nimefika kwa nyumbani. Lakini kuna mmoja yule rafiki yangu kabidi aende kule mbele, akawaambia bwana, fanya hivi, rudisha hicho kitu kule. Wale walikuwa waamini ile mtu ni mzima, umeona. Mwisho siku mimi nilivorudi nikakuta mwili wangu ndio umebebwa, afu mimi
kimvu changu kimebebwa, mimi ndio nipo hivi nimekuja. Kwa hiyo nilipokuja pale nilipowaambia hawakuniamini. Wewe kwanza umesema kwamba baada ya kurudi ukakuta mwili wako haupo. Baada ya kukuta mwili wako haupo, ukawa unawaambia wakawa hawakuamini. Vipi waliwezaje kukuna katika umbile la kwa sababu naamini kabisa ilikuwa ni nafsi tu ya kwa mwili ndio alikuwa na wao. Vipi nafsi yako wewe waliwezaje kuiona na wewe pia kuweza kuongea nao hadi kuweza kupata tuseme labda kuweza kuongea nao moja kwa moja? Uliwezaje? Wenyewe hata kama nikiongea wenyewe waweza kaniona. Wanaweza kuniona ni wale ambao tuko ni chama chetu kile. Kwa wenyewe waliona, walisikia tu sauti. Walisikia tu sauti ya kitu lakini hawakusikia kama hawakuniona live. Lakini mwisho wa siku watu walikimbia baada ya kusikia kelele hapa na pale, walikimbia. Akaja mtu mmoja pale, akaja mtu mmoja yule akawaelekeza, alikuwa ni daktari. Akawaelekeza, bwana rudisheni hichi kitu nyumbani. Nataka kumuua mtu. Umeona? Mwisho wa siku aliporudisha nyumbani, basi akarudisha nyumbani pale. Mimi nikatokea. Nilipotokea kabidi kuna mmoja alikuwa ni daktari, akachukua dawa, nenda kumta daktari akafanya mambo yake, nikarudishiwa mwili wangu. Nikaingia ndani, nikaingia na jeneza, nikatoka. Samani, hapa unamwangalia daktari wa kawaida ama unamwangalia witch doctor ambaye ni mganga wa kienyeji? Witch doctor. Witch doctor. Ndio. Sawa, Kwa hiyo aliponirudishia mwili wangu, basi mimi nikaendelea kwa maisha, mambo kaendelea. Kwa hiyo natufundisha kwa ukienda kwa ndugu yako yote utaki kwanza kufungua milango yake. Na vipi hali ilikuwaje na uliweza kufanikiwa kurejesha mwili wako? Na vipi ilikuwaje pale ambapo ndugu zako wanakuwa na kutazama, walikuwa wakikuonaje? Pengine labda ulipitia changamoto gani ambayo ni kubwa kupitia hiki kitu ambacho kimekupata ama kupitia hili tukio ambalo umekwenda kueleza kwa sasa? Na pengine labda ni changamoto gani ambayo ulikuwa ukipitia kwa wazazi kipindi ambacho baada tu ya kuweza wazazi kuamini kwamba wewe ulifariki na baadaye ukarudi, lakini vipi mapokezi yako kwao kwa sasa jinsi ulivyo? Changamoto ilikuwa maana ilikuwa sio rahisi kuniamini, sababu ndugu zangu baadhi ya watu walishaamini kama mimi nimekufa, nishazikwa. Kwa hiyo walipoona vile naongea nao walikuwa wananikimbia. Nitengo na jamii kwanza. Nitengo na jamii, lakini kuna baadhi ya watu wakawa wale wakubwa wana hela zao ndio walikuwa kama marafiki zangu. Kinao wengine wakawa waniamini kama ndio mimi ndio ile naambia mimi ni fulani, wakakataa. Umeona? Walivyokataa mwisho siku mimi nikaa nimeenda basi. Kwa hiyo nilikuwa na hela, lakini sasa mwisho siku na kiwango cha fedha kikawa kimepungua. Kwa sababu gani? Masharti aliharibika yule alipoingia ndani kule. Ina maana masharti tayari yashaharibika. Ina maana na hela pia nazo zikapotea. Ndio hela zilipotea, lakini sio lazima mtu kujua, maana akajikuta tu hela zilikopo. Mwisho wa siku nauza nyumba, nauza gari, nauza hiki, mwisho nikawa nirudi katika maisha yangu yale. Lakini niliporudi katika maisha yangu ya zamani sikuwa timamu kiafya, kwa sababu nilijikuta nikazoofika kiafya. Kwa hiyo ilinichukua muda sana mpaka kuja kuzoea maisha ya kawaida. Na vipi mama alikuwa anakuonaje pindi ambapo mnakuwa mnaonana? Vipi, hakuna hali yoyote ya gogo alikuwa kionyesha kuogopa? Mama kweli aliumia, alilia sana aliponiona vile. Nimwambia mimi mwenyewe mwanao na nini, alilia ingawa alikuwa anaogopa sana. Akasema hapana, sio wewe. Ndugu zangu baadhi wakakimbia, kama sio wewe basi ni mziuka tunaoona. Nikamwambia hapana, ni mimi mwenyewe. Inichukua muda sana na mimi kubaliana mazingira kama yale pale mpaka nielewa wenyewe ndugu zangu. Na vipi labda pengine kwa baadhi ya marafiki ambao ulikuwa ukishia nao naweza kusema story ama mawazo ama maisha, vipi walikuwa wakikuonaje kwa upande wao ama walikuwa wakikuchukuliaje? Binadamu bado wanasema, maana walikuwa wanashangaa sana, huyu jamaa yuko na hela na nini mashariti kwao ndio hivyo, ameandika mashariti na nini, maana wamemnoga tu kwao.
Kwa hiyo mambo mengi yaliongelewa sana juu yangu. Kwa hiyo vitu vya kawaida kwa binadamu kuongelewa. Hamna binadamu asiosema. Nice. Na kwa sasa vipi? Kwa sasa hali ikoje kwa upande wako? Hali safi, sio sana kama vile kwa mwanzo. Kwa hiyo napambana, napata 200 hapa na pale nakula. Ndio hivyo, nashukuru Mungu, lakini vile vitu nilivyopata kwa ile njia, lakini vyote hasina. Kwa sasa hivi sina. Ila mwenzangu yule bado ni tajiri, kwa mwenzangu ndo anaelewa. Sababu yeye masharti yake alizingatia vizuri, hamna kwenda kwake mtu mwisho wa siku akaja kupata familia huko mbele. Kwa ndo hivyo. Lakini naye pia na maana anatumia mahindi, maana anahesabu miaka na ya kuishi, si ndio? Ndio, yeye anahesabu miaka ya kuishi, maana hapo katikati jamaa na hela mafuso manini, kwa hiyo ana hela sana, ana magari kibao. Kwa hiyo ndio hivyo. Sawa, mimi nilikuwa nimemzidi, lakini sana nilikuta ndio hivyo, hali yangu imeshuka kwa maana ile mdogo wangu alipoingia ndani kule. Alipoingia ndani kwa hivyo fungua tu kuniangalia, usema mtu amekufa nini, kwa ni kitu kama kiende kimepunguza masharti ya hela. Sawa, umesimulia jambo zito sana. Kwa majina unaitwa nani pengine labda? Mimi naitwa Murtaza Juma Yasini. Murtaza Juma Yasini. Ndio. Sawa. Mpenzi mtazamaji wa Go Live TV, kama tulivyoweza kumsikia kijana mwenzetu ambaye ameweza kukutana na changamoto kubwa sana. Jamani, kiuhalisia jamani, hizi tamaa za pesa zitakuja kutuua. Huyu jamaa tunayemtazama sasa hapa alinusurika kifo pale tu baada ya ndugu zake kuweza kuchukua mwili wake kujua kwamba amekufa. Kumbe alikuwa katika harakati tu za kutafuta hela. Mganga akamwambia kwamba afe, atakuwa nakufa kama mwezi takriban mwezi mzima, na baada ya kurudi atakuwa anarudi na hela. Haya maisha jamani, ndio tujifunze sana, na ndio maana mara nyingi tunakuwa sisi kama Go Live TV tunakuwa tunapambana kutafuta mikasa, ile mikasa ambayo wanajamii wanaipitia katika maisha yao. Kwa mtu anapokuwa anasimulia mkasa wake, basi tunaamini ya jamii kubwa sana inakuwa inajifunza kupitia mtu huyu ambaye anakuwa anatoa mkasa wake. Pengine labda kuna mtu kama yeye, ama naweza nikasema kuna kijana kama yeye ambaye ameshaweza kupitia maisha ambayo yeye ameyasimulia. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kuelimika ama kupata elimu fulani na kuweza kufanya kitu ambacho kitampendeza Mwenyezi Mungu na kupendeza kwa wanadamu kwa ujumla. Vipi, pengine labda ungependa labda watazamaji labda ungependa labda wakushauri nini kwa sasa baada tu ya kuweza kupitia changamoto zote hizi? Mimi na washauri, Mwenyezi Mungu ndiye anayeandika, ndio anatoa riziki. Kwa hiyo sawa, labda wao labda ungependa wakushauri nini wewe hasa, kwa sababu kila mmoja anakuwa na wazo lake. Wao labda ungependa labda wakushauri nini hasa katika maisha haya ya sasa, ukiachana na kwamba pamoja na changamoto uliyopitia kwa sasa, wewe ungependa wakushauri nini wewe? Wakushauri nini wewe? Ningekushauri nini wewe? Ama ni hivyo tu kwamba ungependa wakushauri nini wewe? Mmoja alinishauri kwa nirudi kwa Mwenyezi Mungu, mtumie Mwenyezi Mungu, ndio yeye anaweza yote, anatoa yote. Kwa hiyo yote anapopanga Mwenyezi Mungu amna kinachoshindikana. Kwa hiyo sasa hivi nimerudi swali na omba Mwenyezi Mungu, na nataka nifunge ndoa. Na vipi kwa sasa maisha yako kwa sababu anadai kwamba ukishakosea masharti katika swala la mganga la kutafuta hela, ina maana inasemekana kwamba wewe utakuwa ni maskini wa kutupwa ama ni kapuku kabisa. Vipi kwa upande wako, vipi maisha, kwamba yanafanana na yale ambayo watu husema misemo hiyo, ama yako tofauti na vile ambavyo watu wanakuwa wanaamini? Yapo tofauti, kwa sababu kama sasa hizi unaweza kupata 200,000, 500,000, milioni 2, milioni 3, milioni 5, lakini siwezi nikasema nimeshika milioni 100, 200, 500 au bilioni 1 kama cha nyuma. Kwa tofauti bado upo mkubwa sana. Kwa sasa napata hela za kula, za kujikimu hapa na pale.
Sawa. Na saizi familia aba familia panda familia washaye kukutembelea labda kufika nyumbani kwako mpaka sasa? Ndio wamekuja kunitembelea na wakanishauri mengi sana, nishauri kwa tulia, Mungu anayeandika, fanya muombe Mungu atakusaidia, lakini sifanye vitu kama vile. Tulishtuka sisi wenyewe tukaona, tukajua ni kweli ilikuwa napambana na nini, lakini mwisho siku hatukujua yaliyopo chini ya kapeti. Kwa hiyo yale ilikuwa siri yako wewe. Okay, sawa. Basi mpenzi mtazamaji wa Go Live TV, nafikiri tumeweza kumsikia kijana mwenzetu changamoto ambazo ameweza kupitia katika maisha yake. Basi naamini kuna kitu tumejifunza, na kama kuna lolote basi unaruhusiwa kucomment hapo chini na kulike pia na kushare, itakuwa ni vizuri sana ili kila mmoja apate kusikiliza na kuona hiki kitu ambacho kimeweza kumtokea ama kumkuta kijana mwenzetu. Basi usiweze kusahau tu kusubscribe, usiweze kusahau kutani on notification ili mambo yapate kuwa poa kabisa. Na hii ni Go Live TV, tupo katika best quality.